Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi njema tena ametujalia tuweze kufika hapa siku hii ya leo na tuweze kupokea ujumbe huu wa special service ya siku ya leo ya Christian calendar inaitwa Pasaka. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo neema kupata kukumbuka mwaka mwingine ambao it's like a birthday, ama tunakumbuka vile Yesu Kristo mwana wa Mungu alilipa gharama kwa ajili ya maisha yetu. Wacha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru. Nakushukuru kwa sababu ya neema na kibali. Tunaishi kwa nguvu na uwezo wako Bwana. Ushindi wako unatawala maisha yetu. Pokea sifa, pokea utukufu Mungu wa milele. Baba, siku ya leo tunapoendelea na ibada hii ya Pasaka, naelewa Bwana watu wako manyumbani wanaangalia, wengine sehemu mbalimbali. Lord, I pray in the name of Jesus. Utukuzwe na uinuliwe katika maisha ya kila mmoja. Wewe ni Mungu ambaye haupimui distance, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. I pray today, my Father, because you are omnipresent, oh God, touch everybody, minister to all of us by your grace. Na ni kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Kama vile nimetangulia kusema kwamba leo tunaongea kuhusu effective kingdom ambassador. Na ni ujumbe ambao unatokana na hii ibada ya Pasaka ambayo Mungu ametujalia siku ya leo tuweze kuwa online. Na nikawa najiuliza swali moja, Easter ni nini katika definition yake? Ukiangalia vizuri, Easter jina lingine ni Pasaka. Pasaka come from the Hebrew or Latin word which refers to Resurrection Sunday, which is the festival whereby Jesus Christ resurrected from death. Inakumbuka kwamba Yesu Kristo alishinda kifo na akaweza overcome kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na siku ya leo nataka tuweze kujua kwamba by the power of the resurrection we are living. By the power of the resurrection we are surviving. Asante Elijah. Boy, Mungu akubariki sana. Na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu the power of resurrection is the power that we need in this world. When we discover the power of resurrection, we become people who shall minister it to the other people. Hatuwezi nyamaza wakati tuko na kitu kizuri katika maisha yetu. The power of resurrection makes me born again, makes you born again, makes me to live and you to live. Today I want to pray that by the power of resurrection we shall overcome and benefit in every way ambayo Mungu amesaidia mwanadamu. Yesu alikuja kama msaada na siku ya leo tunaishi kwa sababu ya msaada wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie kitu kimoja mpendwa, don't fear anything. We have overcome the world kwa sababu Yesu has overcome the world. By the power of resurrection we are more than conquerors and we shall live for the rest of our lives. Yesu aliposulubishwa alikaa 3 days katika kaburi, and the third day he resurrected and rose up and came out. Na watu kadhaa wakamuona, akakaa 40 days duniani akitembea, akaishi na watu for 40 days after resurrection. During those days alionekana na watu kadhaa, baadhi yao is Mary Magdalena. Mary Magdalena alimuona mara 2. Alafu kuna mtu anaitwa Cleopas wakiwa na mwenzake wakiendekea njia ya Emmaus, wakamuona Yesu akatembea na wao. Later on wakagundua kwamba walikuwa wanatembea na Yesu. Later on akajitoa kwa Thomas. Thomas was the doubting Thomas. Alikuwa hawezi amini kama Yesu amesulubishwa na amefufuka. Lakini Yesu akaja akamwambia shika hapa, shika hapa, shika hapa, na Thomas akakubali. Yesu tena akajionyesha kwa the 10 apostles wakiwa pamoja na akawaambia ni yeye, wakiwa kwa nyumba, maana alikaa 40 days. Na baadaye katika Sea of Tiberias Yesu akaweza kuwaonyesha kwamba yeye ako na wao. And I pray vile Yesu alijionyesha kwao spiritually and even physically, may the grace of God enable us kumjua Yesu na kumuona Yesu katika maisha yetu. We need him in every way. Yesu ndiye jibu la maisha yetu. When Jesus shows up in your family, it means the same again. When he shows up in your business, it never remains the same again. We are living today because Jesus Christ showed up in our lives spiritually. Akatupatia wokovu, akatupatia uzima. Asante for the many likes. Mungu awabariki sana.
Na among the things Yesu alifanya baada ya kufufuka, alipoika ishi 40 days, mambo alifanya ni kwamba among those things alifanya kitu commissioning of disciples. He commissioned them, akawaambia waende wakahubiri injili, waende wakaambie watu kwamba amefufuka. Na Yesu akawatuma wale 12, akawaambia enendeni ulimwengu mzima na mkatangaze injili ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Naona watu wengi wana watch. Mungu awabariki sana. Many likes. You can send a comment also. Now, nataka kusoma maandiko ya kwanza, kitabu cha Matthew chapter 28, Matthew 28 verse number 16 to 20. Matthew 28 verse number 16 to 20. Asante Elizabeth. God bless you so much. You are tuned in. Mungu akubariki sana. Mesema Matthew 28 verse number 16 to 20. Nitasoma King James Version kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. The Bible says, then the 11 disciples went away into Galilee, into the mountain where Jesus had appointed for them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end. Hapo ni Yesu aliongea na wanafunzi wake. Mungu abariki neno lake. Na akawaambia kwamba waende mahali fulani. Ndani Allah, Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Na walipoenda pale aliwaambia, Yesu akaja katikati yao, akawaambia kwamba power zote za duniani na mbinguni amepewa. Yaani alikuwa ashaenda kusimu, akachukua funguo na akafunga shetani na akatoka. Alikuwa ashanyakua mamlaka, akaregeshia mwanadamu that which he had lost in the Garden of Eden wakati Adam and Eve walikosea. Na maana unasema ya kwamba alipowaambia kuna power, akawatuma na power, akawaambia enendeni ulimwengu mzima mkahubiri injili katika hii power. Na leo tunahubiri hapa because of the power ambayo Yesu amepewa na akatupatia. That Allah, Mungu akubariki sana. Na ninaamini kwamba by the power that Yesu alifufuka, we have lived and we shall live in the mighty name of Jesus. We shall overcome COVID-19. Vile mtumishi ndani Allah amesema, we shall destroy COVID-19 today by the power katika jina la Yesu Kristo. Itaondoka na ituache hapa. Tutaishi, haitatumaliza. Bernard, Mungu akubariki sana my brother. You are an encouragement to me in Jesus name. Ambiokia, Mungu akubariki sana na kuona mtumishi wa Mungu ukiwa pale nyumbani. Na nataka nikwambie kwamba Yesu aliposema all power has been given to me, yani to him, the same power kayachilia, never fear the devil anymore. There is power to overcome any schemes of the devil because Jesus, who we believe has power. Hatumii nguvu zetu, tunatumia nguvu za Mungu, na Mungu ni mwaminifu, anaweza mambo yote katika jina la Yesu Kristo. Na siku ya leo nataka nikwambie kwamba Yesu alipowatuma, leo tumetumwa hata sisi. Niko hapa by the same commissioning Yesu aliwa commission. Wewe uko pale unasema ni Mkristo kwa sababu ya the same commissioning. And today we shall continue declaring Jesus Lord kwa sababu ya nguvu za msalaba na nguvu za ufufuo. Now, naongea kuhusu effective kingdom ambassador. Nataka niongee mambo mawili matatu kwanza kabla niingie kwa points. Jambo la kwanza, who is an ambassador? An ambassador is an important official who works in a foreign country representing other country. An important official who works in a foreign country representing another country. What am I saying? Ukisoma Philippians chapter 3 verse 20, the Bible says, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for him to return as our Savior. We are citizens of heaven. Sisi ni citizens of heaven. Mbinguni ndio kwetu. Kila mtu ambaye ameokoka, roho yake ama maisha yake yako based on heaven. Hapa duniani we are just sojourners. We are on a journey. We are moving around.
tunapita. Hatuko hapa kukaa forever. Tuko njiani kuelekea nyumbani. Nyumbani ni mbinguni. Are you prepared for heaven? Are you prepared for heaven? How are you prepared for heaven? Mungu atuokoe kwa damu ya Yesu Kristo na kwa imani ya Yesu. We are prepared to go to heaven kwa sababu Yesu ametupatia ushindi. Geoffrey Karedi Mugambi, Mungu akubariki my brother. You are a big encouragement. Na nashukuru Mungu kwa sababu yeyote ambaye amemwona Yesu si wa duniani hii. Duniani kuna mateso, lakini ya muda kuna shinda ni za muda. Hata COVID-19 haiwezi kashinda mtu ambaye ako ufalme wa mbinguni. Now, jambo la pili, what is to be effective? To be effective means fit for the service. Yani mtu ambaye anafaa kwa effective kama driver. An effective driver is fit for the service. Anajua kupeleka gari vizuri. Yeye driver ambaye ako qualified. It's a person who is present on duty and at duty. That's an effective person. A person who is producing the desired results. We are an effective person. We as kingdom ambassadors, we should be effective. We are kingdom ambassadors. Mungu ametuweka hapa duniani kama ambassador. We should be effective. Fit for the service. Tufanye kazi ya Mungu vile Mungu anataka. Tufanye kazi ya Mungu kiwango ile Mungu anataka. We should produce the desired results. Maana sisi ni ambassador wa Mungu. Ambassador anafaa awe mtu ambaye anafanya kazi ambaye ametumwa afanye, tena afanye vizuri. Na kuombea mtumishi wa Mungu mahali ulipo. Wewe ni muombezi, wewe ni intercessor, wewe ni asha kanisani, mahali unafanya huduma ya Mungu ama kazi ile unafanya. I pray Mungu akufanye effective ambassador mahali pale. Ukifanya ile kazi unafanya, hata kama ni kazi gani kanisani, God give you grace to become an effective ambassador in the mighty name of Jesus Christ. Hata kama kanisa zimefungwa for a while, we are ambassadors of Christ. Tunahubiri. Be ambassador in prayer. Omba mahali ulipo. Wewe ni ambassador mahali pale. Asante kwa ya mwinera. Mungu akubariki sana my brother. Na Mungu akutendee mema. Now, nataka nisome andiko lingine kitabu cha 2 Corinthians chapter 5 verse 20. The Bible says, now then we are ambassadors for Christ. Unasikia? We are ambassadors for Christ. As though God didn't beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. We are ambassadors for Christ. Kila mtu ambaye ni Mkristo, Mungu amemweka duniani for a reason. Angekuwa hataki tukae duniani, tulipookoka angetupeleka mbinguni tukaenjoy. Lakini aliona ya kwamba we should be here for a while, that we may stand on the gap for a purpose. Wengine ni watumishi wa Mungu wahubiri. Wengine they should support the ministries. Wa support wahubiri. Mungu anakupatia uwezo wa kufanya kazi na ufunuo ili uwe msaada kujenga kanisa, kufanya kazi ya Mungu, na Mungu ni mwaminifu, anakusaidia. Now, nikiendelea nataka niongee kama 7 things ambazo Mungu ameweka ndani ya roho yangu kwamba how we should be effective ambassadors of the kingdom of God. Jambo la kwanza, an effective ambassador must be regenerated by the work of the cross. Asante Peter Akwalo. Must be regenerated by the work of the cross. Must be regenerated by the work of the cross. Ambassador ambaye effective lazima awe amebadilishwa. Regeneration means to be renewed or transformed by Christ. Regeneration. To be renewed or transformed by Christ. Hakuna ambassador wa Yesu ambaye anaweza fanikiwa bila kubadilishwa na Yesu. Watu ambao hawajaokoka hawawezi wakafanya kazi ya Mungu. First of all, you must be regenerated, renewed by Christ. Akubadilishe uwe mtu tofauti ili uweze kufanya kazi ya Mungu. John 3 verse 3. The Bible says, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless one is born again, he can never see the kingdom of God. The beginning of being an ambassador of Christ is to be born again. Kama hujaokoka mpendwa, wewe si ambassador. Lakini kama umeokoka na Yesu Kristo unamtambua kama imani yako ni ya Kristo, imani yako ni ya Yesu alisulubishwa, na leo tarehe 14 tunakumbuka tarehe 12 tunakumbuka kwamba amefufuka. You are an ambassador. Mungu amekuweka hapa for a purpose. Amka, fanya kazi ya Mungu na Mungu atafurahi na atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Nataka kusema ya kwamba an unreformed reformer
can never bring reformation. An unreformed reformer can never bring reformation. A reformer who is not reformed, can never bring reformation. A reformer should be reformed. Maji unakunywa divai. A reformer should first of all be a beneficiary of the message ambaye anaeneza. Awe yeye mwenyewe amebadilishwa na ule ujumbe ambao anaueneza. Mchungaji lazima kwanza ule ujumbe unahubiri uwe ni ujumbe ambao wewe mwenyewe umekubariki. Solomon Makumi, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Thailand, God bless you all the way from Thailand. Na nataka nikwambie kitu kimoja ya kwamba mtu ambaye hajabadilishwa hawezi badilisha mtu mwingine, but we are beneficiaries because Christ has made us beneficiaries. Jambo la pili nataka kuongea ni kwamba an ambassador must be informed, must be knowledgeable, must have knowledge of the kingdom that he represents. Nasema ya kwamba we are kingdom ambassadors. Sisi kama kingdom ambassadors, we must be knowledgeable about the kingdom we represent. Angalia Yesu mwana wa Mungu pale katika temptation. Inaitwa Luke chapter 4. Luke chapter 4. Shetani alikujia Yesu, akamletea majaribu. But Jesus overcame the devil by the power of the word. Yesu akamwambia imeandikwa, 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 na shetani hakuweza kustahimili andiko la Mwenyezi Mungu. We don't overcome the devil by any other method, but by the power of the word of God that God has given us. Today I pray, grace of God, for us to be people who remember and master the word of God in the mighty name of Jesus Christ. Naomba siku ya leo tuweze kupewa neema ya kujua neno. Soma neno mpendwa. Fungua Biblia ukiwa nyumbani. Hata kama kanisa amkutani kanisani, soma maandiko nyumbani. Naye Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka Paul alipoenda Berea, Acts chapter 17, Matendo 17, Acts 17, alikuta kuna Jewish temple pale Berea. Jewish temple kulikuwa na watu mbalimbali. Baadhi yao ni Jewish philosophers, Greek philosophers, kulikuwa na Epicureans, kulikuwa na Stoics, watu ambao walikuwa wanapenda ushindani sana. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Paulo aliingia katikati yao, akaenda Mars Hill, akasimama. Soma Acts 17, Matendo 17, utasikia Paulo aliwaambia kwamba Yesu ndiye anaokoa, na akawapatia mifano ya kutosha hata ya kwao. Akawaambia they are superstitious, na kule kwao walikuwa wanajua limeandikwa to the unknown God, to the unknown God. Akawaambia huyo Mungu ambaye hamjui, leo nimekuja kumhubiri. Leo nimekuja kuambia ni nani. Hata sisi siku ya leo kuna watu ambao wanaabudu Mungu hawamjui. Leo tumekuja tukuambie huyu ndiye amefufuka, yani Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ndiye wokovu ulimwengu. Yeyote amwaminie asipotee, bali apate uzima wa milele. John 3:16. Nimesema nini? Be informed, have knowledge. Ukisema Matendo 4:4, we cannot speak but what we know. Tunaongea yale ambayo tunayajua. Na siku ya leo nataka nikwambie kwamba Mungu ametupatia neema kuongea mambo ambayo yako ndani ya maandiko. Christianity is not preaching what we know, it's preaching what God knows and tells us. We don't preach our experience. Hii sio theological class wala mambo kama philosophical classes, but we preach what God tells us to preach. Jambo la tatu, katika effective ambassador, you must take action. Yesu alisema, go ye to the whole world. Go ye. An effective ambassador of Christ must be active, must do something, must rise up and take action. Fanya kitu cha Mungu. Usikae duniani bila kufanyia Mungu jambo. Kama wewe ni mhubiri, hubiri. Kama si mhubiri, wewe ni mwimbaji, imba nyimbo. Kama si mwimbaji, wewe ni asha, fanya kazi ya asha. Asante Madam Grace. Mungu akubariki sana ukiwa Mombasa Island. Na kuona kabisa my sister in law. Asante sana. Na Yesu anasema ya kwamba we should go and do something for the kingdom of God. Ukisema Revelation 22, Ufunuo 22 verse 17, the Bible says, the Spirit and the bride say, come. Let him who hears say, come. And let him who is thirsty come. Yani, Spirit and the bride, they say, come. Spirit ni Yesu, bride pia ni huyo. Wanasema come. Mwenye anasikia pia aje. Na mwenye akona kiu aje akunywe maji. Today we are telling the same.
Yesu alisema watu wakuja na wakaja, akawatuma. Leo imeenda mpaka kwetu. Tumepokea katika this generation. We are ambassadors of God in this generation. In this generation. Esther was in his generation. Paul in his generation. Peter in his generation. Today, me and you, we are here in this generation ili tuweze kuendelea na injili ya Kristo Yesu Kristo mwana Mungu. Today, lazima tuseme watu come to Christ. Kuja kwa Yesu. Usikae na shinda zako. Yesu anaweza. Usikae na addiction. Yesu anaweza. Usikamatwe na mashetani. Yesu anaweza. Usiumie na coronavirus. Yesu anaweza. Omba kwa jina la Yesu. Kemea kwa jina la Yesu. The Bible says, tauni haitaingia milangoni mwetu. Haitaingia kwetu. We rebuke it not by our name, but by a strong name, powerful name, the name of Jesus Christ. Sema amen. Now, an ambassador must be ready in season and out of season. Ready in season and out of season. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Maana nasema ya kwamba we should preach in season, out of season. Mungu aliambia, Paulo aliambia Timothy, awe tayari kuhubiri in season, out of season. Saa hii mambo ya corona imekuja. Makanisa zimefungwa. Wale Wakristo ambao wako strong, wale ambao wanaweza kuwa tayari in season and out of season. Kama wewe ulitegemea pastor kukuombea kila siku, then I am sorry for you. You must be ready in season and out of season. Sasa tuko out of season, lakini bando moto unawaka. Bando injili inaendelea. Bando Kristo ni Bwana. Bando tunatema Yesu ni Bwana. Maana we should be ready all the time, whether in season out of season. Itafunguliwa tu, lakini hata kabla ifunguliwe, lazima tuwe moto, lazima tuhubiri. Wale walikuwa 10. 5 walikuwa na taa ziko na moto. 5 walikuwa mafuta ni kidogo. Lakini maandiko yanasema ya kwamba bwana harusi alichelewa. Wale 5 walikuwa in season and out of season. Walisimama wakangojea bwana harusi, na alipokuja taa zilikuwa na moto. I pray moto wako hautazima katika jina la Yesu. Moto wa maombi hautazima katika jina la Yesu. Wewe Mkristo unayenisikiliza, moto hautazima katika jina la Yesu. Mungu atakuinua, Mungu atakubariki. Moto wako utaendelea kuwaka kwa jina la Yesu. Patrick Musyoka, God bless you my brother. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa kunitia moyo. Now, point nyingine ni kwamba an ambassador should have continuous connection with God. For us to be effective ambassadors in this world, we must have continuous connection with God. Maana nasema ya kwamba what I tell you in darkness, speak in light. Lazima kila mtu ambaye ni ambassador wa Yesu awe anasikiza Mungu kila siku, anaomba kila siku, anakatafuta connection na Mwenyezi Mungu. If you disconnect with God, you can never preach God. You disconnect with God, you can never be an effective ambassador. Huwezi kuhubiri mambo ya Mungu bila kuwa na Mungu karibu na wewe. Ndele, lazima kwanza Mungu akunenee, Mungu akuzungumzie. Hata ukihubiri mahali kama hapa, kuna wakati nilisema ya kwamba a prepared heart is better than a prepared message. A prepared heart is better than a prepared message. What a prepared heart? A heart that is connected by God. Hata nikihubiri hapa, nafaa kuhubiri Roho akiwa pamoja na mimi. Kama sina nguvu za Mungu, I will just be joking around. But a prepared heart is better than a prepared message. I pray we shall be connected with God. We have a prepared heart. Roho zetu ziwe connected na Mwenyezi Mungu. Tukihubiri, tukiomba, tukiimba, tukiwa nyumbani, we should be connected with God continuously katika jina la Yesu Kristo. Na point nyingine ni kwamba an ambassador must have faith in God. Imani iwe kwa Mungu. Imani ya ambassador wa mbinguni haikuingi duniani, inakuwa kwa Mungu. Usitegemee mwanadamu, tegemea Mungu. Usitegemee wanasiasa, tegemea Mungu. Usitegemee madaktari, tegemea Mungu. Usitegemee scientist, tegemea Mungu. The Bible says, wale ambao wanaamini Mungu, ukisoma kitabu cha Hebrews chapter 10 verse 38, maana wanasema ya kwamba the just shall live by faith. Mwenye haki ataishi kwa imani. Scientist hawezi kufanya tuishi. We shall overcome corona by faith. We shall overcome by faith. We shall overcome by faith. We shall overcome because we know God. Hata ndawa kama haipatikani, tunapona. Jana nikasikia Kenya, wana Kenya wamepona corona 17, sijui ni wangapi.
wamepona corona. Hawakupona kwa sababu ya daktari, Mungu ndiye amewasaidia. Hakuna dawa ya corona, lakini wanapona. Kenya is a country of God. I prophesy and I declare tutapona na itaondoka, not because of medicine but because of Christ. Not because of medicine but because of Christ. Tutapona corona, itaondoka by the power of God in the mighty name of Jesus Christ. The just shall live by faith. Na hakuna Mkristo ambaye ataumia kwa sababu ya corona, kwa sababu nguvu za Mungu nasema, nguvu za Mungu zitamsaidia boy Elijah. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Point nyingine ni kwamba, point mbili nimalize, we should be conscious of who you are. Be conscious of who you are. Be conscious of who you are. Hela be what? God bless you much my sister. Mungu akubariki sana. Be conscious of who you are. Ukisoma 2 Corinthians chapter 13 verse 5. The Bible says, examine yourself. See whether you are in faith. Test yourself. Do you not realize this about yourself, that Jesus Christ is in you, unless you are disqualified? Bali wanasema ya kwamba we should examine ourselves. An effective ambassador wa Yesu anafaa kujijua. Know who you are. Kama unjijui, huwezi kusaidia watu. Kama unjijui, huwezi kusimama. You can't rise up when you should rise up. You can't stand up when you are going to stand up. Know yourself first. Wewe mwenyewe jijue kama uko sawa. Jijue kama uko na Kristo. Jiamini ndani ya Yesu uko sawa. You should know who you are. Usijisahau. It is very dangerous for a soldier to forget that he is in war. Akiwa katikati ya vita. Askari katika vita akijisahau atauawa. Lakini askari akijikumbuka yeye ni soldier, ameamuka, hawezi akalala, hawezi akasubaa, maana ni askari yako sawa. Wewe ni askari wa Yesu. Don't subaa, usisileke hata kidogo. Kaa imara, kaa imani yako iwe juu, macho yawe juu, kaa ridho, maana wewe ni mtumishi wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Know who you are. Ukijisahau utaumia. Benando Odieki, Mungu akubariki sana. Na Mungu wa Israeli atakubariki na atakubariki. Know who you are. Na Mungu wa Israeli atakutendea mema. Never forget who you are. Ukisahau, shetani atakurushia mishale yake na mishale ya shetani itakuumiza. But if you remember who you are, you shall overcome the powers of darkness. Usilale, usisileki, andui anatafuta nafasi apande magugu katika moyo wako. Lakini ukiwa unajijua, shetani hawezi pata nafasi, maana Mungu ako pamoja na wewe. Lord found by you. Mungu akubariki my son. God bless you much my brother. Mungu ako pamoja na wewe. Nikimalizia kabisa, nataka kusema point ya mwisho. Nataka kusema ya kwamba you must be prepared every day and have the weapons of war. The Bible says we don't fight against flesh and blood. Oh yes, we fight against spirits, spiritual warfare. Oh my God, I give you glory. Vita vyetu sio vya mwili na nyama, bali vita vya kiroho. Corona ni kuambia kwamba we don't fight against flesh but against powers and principalities and rulers of darkness. We are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi, maana Yesu ako pamoja nasi na hatuwezi kurudi nyuma, maana Kristo ndiye mshindi katika maisha yetu. Be prepared. Be prepared. Be prepared. Soma Ephesians chapter 6 Waefeso 6, utasikia kwamba the Bible says we should have the full armor of God. Full armor of God. Full armor of God kuna vitu sita. Kitu ya kwanza, the helmet of salvation. Yani wokovu iwe mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Kitu ya pili, the shield of faith. Imani yako iwe ni ngao inakulinda. Jambo la tatu, your hand, uvae kofia ya utakatifu katika jina la Yesu Kristo. Mshipi, vaa mshipi ambao ni righteousness. Viatu, vaa viatu ambavyo ni vya kuspread the gospel of peace, maana Mungu anapenda hivyo. Alafu chukua the sword of the spirit, which is the word of God. Hiyo ni mtumishi wa Mungu ambaye amesimama. Be prepared katika kila wakati, naye Mungu atakubariki. Asante sana, waja tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa neema yako siku ya leo. Asante kwa ujumbe wa siku ya leo Bwana. Nimeongea kwamba watu wako, we are ambassadors of Jesus Christ. Kama ambassadors wa Yesu Kristo, Bwana tawala maisha yetu. Tusaidie kusimama katika mwanya kama ambassador. Tusimame kwa njia ambayo inakupendeza.
tusimame kwa njia ambayo inastahili. Bwana kuomba Bwana kila mmoja ambaye ako weak wakati huu ambao tumekuwa nje kwa muda, mpatie nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo. Yule ambaye ako strong, muongeze nguvu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa mtu ambaye amesikiliza siku ya leo. Kanisa lote naliombea, maana wewe ni Mungu unaweza. Tawala Bwana kwa jina la kuamini. Amen. Basi nashukuru mpendwa kwa neema hiyo. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Pastor Peter Dhuranira. Mungu akubariki kwa kuwatch live. Na malize banda hapo. Ukitoa namba yangu hapo kwa maombi, unaweza kupiga ile namba, tuomba pamoja. Kama uko na kitu yoyote ya kusupport huduma ya Mungu, kuhubiri ni bundles. Pastor lazima akunywe maji baada ya kuhubiri. Sio kwamba ni tamaa ya pesa. Hatuna njaa. Mungu ametupatia chakula. Kingdom of God pia ukitoa unabarikiwa. Maana wewe ndio utabarikiwa. Kutoa ni wewe utabarikiwa. Maana Mungu anasema ukitoa utabarikiwa. Mungu akubariki sana. Namba yangu ni 0720 338571. 0720 338571. Na kama kuna maombi shinda yote, karibu sana. Mimi niko full time katika namba hiyo ya simu na Mungu atakubariki. Asante sana. God bless you. God be with you. Tuonane tena next Sunday by the grace of God. Same time. Mungu akubariki sana. Amen.